Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Watu 4 wamepoteza maisha na wengine 17 kujeruhiwa baada ya kuangukiwa na ukuta wa kanisa la Anglikana Dodoma ulianguka wakati waumini wakiwa ndani. Tukio hilo limetokea jioni Jumatano Disemba 23, 2025 katika kijiji cha Wiliko kata Mlowo wilaya ya Chamwino, ambapo mwananchi alipomtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gelas Hyera kuthibitisha taarifa hiyo hakupatikana, kwani mara kadhaa simu yake ilipopigiwa haikuwa hewani. Askofu wa kanisa hilo Dayosisi ya Central Tanganyika Dr. Dickson Chilongani ametangaza michango kwa makanisa yote kwa ajili ya kuwahudumia majeruhi hao. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Wiliko Gabriel Mika amekiri kuwepo kwa tukio hilo na kueleza sababu kwamba ilitokana na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali, ambapo watu 17 walijeruhiwa na wengine 5 kupatiwa matibabu katika zahanati ya kijiji hapo, huku 12 wakipelekwa hospitali ya mjini Dodoma. Na nukuu, "Ni kweli amefariki mwanaume mmoja na wanawake 3, wote ni watu wazima wa kijijini kwangu. Hapa nipo msibani," amesema Mika. Kwa mujibu wa mwenyekiti, majeruhi walikuwa 17, ambapo baada ya wawili kupoteza maisha, waliobaki 5 wanaendelea kutibiwa hospitali ya rufaa ya Dodoma. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma Dr. Ernest Benzi amekiri kupokea majeruhi 12 wa tukio hilo, ambapo amesema wanaendelea na matibabu. Siku moja baada ya kanisa la Anglikana Wiliko katika wilaya ya Chamwino kuanguka na kusababisha vifo vya watu 4 na majeruhi, kanisa jingine la Reality of Christ yaani ROC limeripotiwa kuanguka ingawa hakuna madhara ya kibinadamu. Awali kulikuwa na mkanganyiko wa picha, ambapo ikionyesha picha ya kanisa la Rock kwa ndilo lilosababisha vifo wakati haikuwa hivyo. Katibu wa kanisa la Rock la mjini Dodoma Gerard Enos amekiri kuwa kanisa lao lilianguka wakati hakukuwa na watu ndani. Na nukuu, "Ni kweli kanisa la Rock lilianguka jana Jumatano Disemba 24, 2025. Tunamshukuru Mungu kwetu hakukuwa na madhara kwa upande wa kibinadamu, ingawa kuna hasara kubwa ya jengo kuanguka. Katika imani tunaamini Bwana atatenda," amesema Enos. Katibu huyo amekiri picha iliyokuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kanisani kwao na kwamba anaonekana akitoa maelezo ni mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Godfrey Kehogo. Katika picha iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, mchungaji Kehogo ameonekana akisisitiza waumini wake kuwa na imani kwamba Mungu atawatendea mema, hivyo wasio na mashaka na kwa namna yote waendelee kusali mahala hapo hapo kuwa ndipo walipopewa na Bwana. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.